nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza waandishi wa habari ambao mmeweza kushiriki nasi katika siku hii ya leo ya Jumamosi ya kufanya usafi. Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam tuliamua kwa dhati kabisa kwamba kila Jumamosi tutakuwa tunafanya usafi, na kampuni zote na taasisi zote ambao wako pamoja kufanya ushirikiano na sisi waje siku ya Jumamosi ambapo tunafanya kwa pamoja. Lakini halmashauri yetu pia ina dhana ya kwamba usafi ni kwa kila mtu, kwa kila siku. Hivyo leo hii nitumie nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza ninyi waandishi wa habari ambao mmeshiriki pamoja nasi. Lakini pia nitumie nafasi ya kuwapongeza na kuwashukuru kampuni ya taasisi ya Forum FCC ambao na wao wameweza kushiriki na sisi kufanya usafi katika eneo hili la Degu Beach. Ambayo kampuni hii, moja ya jukumu ambao walikuwa naifanya ni ya kufanya sampling ya takataka ambazo zinapatikana katika eneo letu la fukwe hizi za Degu Beach. Sote tumeona kubwa ambayo yapo hapa ni plastiki. Moja ya plastiki ambazo pia zimekuwa na changamoto sana ni zile plastiki ambazo zinatokana na energy drinks. Umeona zile za rangi nyeusi zimekuwa ni changamoto sana, kwa sababu hata kwenye wale wanaookota kwa ajili ya urejeshaji wa zile plastiki wanashindwa kuziokota. Changamoto nyingine ambayo tumeiona hapa ni zile pads ambazo zinatupwa kiholela katika baadhi ya maeneo na kaya zetu. Changamoto hii kwa sisi kama halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam tunaendelea kuona namna gani tunaitafutia solution. Wakina mama wengi wako tayari kwa ajili ya kwenda kuona namna ya kuzihifadhi vizuri na kuzitupa. Changamoto wanaoipata ni namna ya kuichoma, wanashindwa kuichoma. Lakini pia kwenye kaya zetu kule nyumbani pia tunashindwa namna ya kuteketeza au kutenganisha taka zetu. Hivyo changamoto ambayo sisi kama halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam tumeona ni namna nzuri kwa kushirikiana na wadau mbalimbali kwenda kutoa elimu ni kutenganisha taka tunapoanzia tokea majumbani, ili iwe rahisi. Taka zile ambazo ziko tayari kwa ajili ya kurejelesha zitengwe pembeni. Taka ambazo zinatokana na maboksi na karatasi zitengwe pembeni. Zile taka ambazo haziwezi kurejeleshwa, mfano tumeona kuna sindano, syringe mbalimbali ambazo ziko hapa. Tumeona kuna maplastiki, tumeona kuna pads mbalimbali ambazo ziko hapa. Zile ambazo haziwezi, kuona namna ya kuziweka kwenye aina nyingine ya mfuko yake kwa ajili ya kwenda kuteketeza. Hivyo zoezi hili ni endelevu. Niwashukuru, lakini pia nishukuru kampuni zote ambazo ni wakandarasi tumeendelea kushirikiana nao. Umeona fukwe yetu sasa imeendelea kuwa fukwe safi, na tumedhamiria kabisa fukwe hii ndio mdomo au ndio lango la Tanzania yetu. Kama watu wanakuja kwa meli, basi wanakuja wanaangalia fukwe hizi. Lakini pia ni fukwe ambayo iko karibu na Ikulu yetu, na ni fukwe ambayo iko katika jiji la Dar es Salaam. Ni fukwe pekee ambayo unapoingia Tanzania unaanza kuiona. Hivyo na sisi tumedhamiria kwa kupitia halmashauri yetu ya jiji, mkurugenzi wetu wa jiji, kwamba eneo hili lazima liendelee kuwa safi. Niendelee kusihi taasisi nyingine, nanyi waandishi wa habari, tushirikiane katika kuhakikisha fukwe hizi zinaendelea kuwa safi. Niwaombe sana waandishi wa habari na taasisi na NGO zote ambazo zinahusika na masuala ya mazingira, twendeni tukatoe elimu kwa pamoja. Lakini niombe ndugu zangu wa NEMC, twende tuangalie namna gani ya vifungashio. Ukiangalia kwenye moja ya taka ambazo ziko hapa ni vifungashio ambavyo vimeruhusiwa au ni vifungashio ambavyo vinatoka nje ambavyo vinaleta taka hapa. Ukienda eneo la Kariakoo utaona aina ya karatasi au plastic ambazo zinazalishwa kwa sababu ya vifungashio ni nyingi sana. Hivyo tutoke na uamuzi wa pamoja, tunafanya nini kuhakikisha kwamba hizi taka ambazo ni rejeleshi tunaweza kuziweka katika eneo moja. Na kama hili swala la elimu, sisi kama halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam kwa kushirikiana na wenyeviti wetu wa serikali za mitaa tutakwenda kuhakikisha tunapita nyumba kwa nyumba kuhamasisha matumizi ya utenganishaji wa taka, ili tuhakikishe kwamba jiji letu la Dar es Salaam, halmashauri yetu ya Dar es Salaam haina taka kabisa katika miaka mingine. Na hizi taka tuone kama ni sehemu ya mtaji au ni sehemu ya kipato kwa mtu ambaye anafanya kazi ya kukusanya taka. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Kwanza naomba nitumie nafasi hii kuwashukuruni. Niwashukuruni waandishi wa habari ambao mmeshiriki pamoja nasi, viongozi wa Kariakoo, wananchi na wafanyabiashara, watendaji, katibu tawala wetu, mkurugenzi na timu nzima, maafisa tarafa, kushiriki pamoja katika kufanya usafi katika eneo hili la Kariakoo. Lakini wakati tunafanya usafi leo hii tumetumia nafasi hii kuwaambia ndugu zetu wanaofanya biashara katika eneo hili la Kariakoo kwamba tunalazimika sasa kufungua barabara zetu
kwa sababu soko letu la Kariakoo ambalo Mheshimiwa Rais ametoa fedha nyingi kwa ajili ya kulijenga mara baada ya kuungua, sasa liko tayari kwa ajili ya ufunguzi. Hivyo tunapokwenda kulifungua soko hili na Mheshimiwa Rais anapokuja hapa kuja kufungua hili soko, ni lazima sisi kama Wanailala, halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, kuwaarifu watu wetu, kuwaambia sasa ni muhimu sasa kuanza kufungua barabara zetu. Hapa tulipopita, ambao wafanyabiashara hawa wa mboga mboga walikuwa wanafanya biashara, tunatumia nafasi hii kuendelea kuwaambia kwamba eneo hili sasa tunakwenda kufungua hili barabara, inatakiwa liwe wazi. Lakini barabara zote ambazo zinaingia kwenye soko letu kubwa la Kariakoo na lenyewe linaendelea kuwa wazi. Barabara ambayo inaingia Shimoni pia nayo inatakiwa kuwa wazi. Lakini sambamba na hilo, kwenda kuhakikisha tunapangana na wale wanaotoa huduma wengine kwa wafanyabiashara na wale wanaokuja kununua. Soko hili la Kariakoo lina mategemeo makubwa kwa yule wafanyabiashara na wale wanaotoa huduma kwa wafanyabiashara. Hawa watu wameendelea kuwa wanategemeana, hivyo sisi kama serikali tuna wajibu wa kutengeneza mazingira wezeshi kwa kila mmoja kufanya biashara yake vizuri. Lakini sambamba na hiyo, kuhakikisha wafanyabiashara wanafanya biashara vizuri katika soko hili la Kariakoo. Lakini pia hata hili soko ambalo litakwenda kutumika hivi karibuni baada ya Mheshimiwa Rais kulizindua, liwe soko rafiki ambalo linaweza kuingilika. Hivyo nitumie nafasi hii kwa wafanyabiashara kuambia eneo hili, barabara hili itaendelea kuwa wazi, kwamba sasa tunawatangazia rasmi kwamba barabara hii itakuwa wazi. Barabara inayoingia, barabara zote zinazoingia kwenye soko zitakuwa wazi. Maana yake kutoka barabara ya Msimbazi kuingia sokoni na ukitoka barabara ya Lumumba kuingia sokoni, barabara zote zitaendelea kuwa wazi. Na hizi barabara zote za mzunguko ambao linazunguka soko. Lakini sambamba na hiyo, barabara zote za ndani ya Kariakoo kuhakikisha tunapangana vizuri, wafanyabiashara wafanye biashara vizuri na wanaotoa huduma za kibiashara kuhakikisha wanatoa huduma vizuri. Tunawaambia hauwezi ukakuta unauza biringanya nje ukategemea na mwenzako ambaye yuko ndani akafanya biashara ile ile ya biringanya, na yule ambaye yuko ndani anategemea pia kulipa ushuru. Yule mnunuzi hawezi kuingia ndani, ataishia barabarani. Hivyo hakutakuwa na biashara yoyote barabarani ya mboga mboga na nini. Biashara zote zitakuwepo ndani ya jengo la soko. Asante. Kaimu mkurugenzi, afisa tarafa, wafanyabiashara, mkurugenzi wa Kariakoo Charity Foundation, kamanda OCD, lakini na taasisi nyingine zote, nizingatie itifaki ya viongozi wetu na waandishi wa habari. Awali ya yote, naomba nitumie nafasi hii kuwashukuruni sana na kuwapongeza ndugu zetu wa Kariakoo Charity Foundation kwa kushirikiana na mtendaji wetu wa kata kwa kuandaa zoezi hili. Lakini wapongeze na kuwashukuru wafanyabiashara wa Kariakoo ambao wanaongozwa na mwenyekiti wetu, nimemwona hapa, Wara Square, na mwenyekiti wa wafanyabiashara ndugu yangu Severin Mushi, kwa kuandaa na kuamua kuwa na hii foundation kwa ajili ya kutoa msaada wa kile ambacho wao wamejaliwa katika kufanya kwao biashara katika soko hili la Kariakoo. Niwashukuru sana na kuwapongeza kwa dhamira hiyo, ndugu mwenyekiti na ndugu wafanyakazi wote. Wako wafanyabiashara wengine ambao wanapata mapato na wanapata faida, lakini si kila mfanyabiashara anayepata faida anaweza kufikiri kuwa na tendo la huruma kwa mwenzake ambaye hana uwezo. Kitendo hiki ambacho mmekifanya ninyi kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za watoa huduma wa afya ni kitendo cha huruma, ambapo wengine wangeishia kwenda kunywa bia, wengine wangehonga, lakini nyinyi mmeamua kuja kutenda tendo la huruma hapa eneo lenu ambalo mnafanya biashara. Kwa kuwa mnatambua wako wafanyabiashara au wako watoa huduma katika eneo hili la Kariakoo wanapenda kupata huduma hii lakini hawana uwezo. Niwashukuruni na niwahakikishieni halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam tutaendelea kushirikiana kwa dhati. Kwa kila hatua ambayo mtakuwa mnaenda kuifanya, sisi kama serikali tutakuwa tunashirikiana. Hivyo niwapongezeni wafanyabiashara wote, lakini niwapongezeni
wale ambao mmeenda kuanzisha foundation hii ya Kariakoo Charity Foundation ambayo inaenda kutoa huduma zake katika eneo hili la Kariakoo. Nawapongeza sana. Lakini nipongeze taasisi ambazo zimeamua kushirikiana nanyi katika hii siku ya leo, ambapo kwanza mmefanya usafi kwa kushirikiana na serikali katika maeneo mbalimbali, lakini mmeamua kuja kutoa huduma. Niwashukuru sana na kuwapongeza Ocean Road ambao wako hapa wanatoa huduma za uchunguzi wa awali kuhusiana na masuala ya saratani. Tuwapigie makofi na kuwapongeza sana. Lakini wapongeze na kuwashukuru Kings Medical Health Center ambao na wao wako hapa wanatoa huduma za kiushauri mbalimbali katika maeneo yetu haya. Niwashukuru na kuwapongeza taasisi ya MDH ambao na wao wanatoa huduma na ushauri mbalimbali, na hata mimi wamenipa zawadi ya kimshauri. Nawashukuru na kuwapongeza sana. Lakini toe shukrani na pongezi kwa taasisi wanatoa ushauri wa ukatili wa kijinsia. Lakini nipongeze na kushukuru Jeshi la Polisi ambao wako kwa ajili ya kusimamia usalama wetu. Na washukuruni sana kwa hizi jitihada ambazo mnafanya. Ni jitihada za kuunga mkono kazi ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye amefanya kwenye eneo la afya katika halmashauri yetu, katika jiji letu, lakini katika mkoa wetu na katika nchi yetu. Hivyo nawashukuruni sana kwa hizi jitihada. Na sisi kama serikali tutaendelea kuwaunga mkono sana. Lakini tumie nafasi hii kuwashukuru wadhamini wetu. Niwashukuru Silent Ocean ambao na wao wametudhamini. Niwashukuru na kuwapongeza NMB Bank ambao na wao wametoa udhamini wao kufanikisha hili. Lakini niongeze na kupongeza sana ndugu zangu wa Raha Square wakiongozwa na mwenyekiti wetu, kwa sababu naona baadhi ya matenti yameandikwa Raha Square. Maana yake ana ufadhili wa Raha Square. Nikupongeze sana mwenyekiti na kukushukuru. Kanitolee shukrani kwa wafanyabiashara. Kwamba mkuu wa wilaya na washukuru sana wafanyabiashara, kwa sababu pale ndio kijiwe chetu tunakwenda kuzungumzia mambo yetu. Lakini niwashukuru na kuwapongeza machinga Kawaso na wao kwa kutoa ushirikiano. Hongereni sana. Tuendelee kushirikiana kuijenga Kariakoo yetu. Tuendelee kushirikiana kutoa huduma. Lakini tumie nafasi hii kuwasihi wafanyabiashara, wananchi na wakazi wa Kariakoo, tuje hapa tupate hii huduma ya ushauri wa afya zetu. Wako wengi ambao tunatembea hatujui afya zetu. Tuje tupate ushauri hapa. Niwasihi, mimi na katibu tawala tumepata ushauri hapa. Mkurugenzi kapata ushauri. Watendaji wenzetu, viongozi, wenye viti wa serikali za mitaa wamepata ushauri. Niwasihi na nyinyi wafanyabiashara, wakati tunatafuta fedha, tutafute na ubora wa afya zetu. Tafuta fedha, tafuta na ubora wa afya yako. Na ubora wa afya yako unaipata kwa kupata ushauri kutoka kwa mtaalamu wa afya. Karibuni sana na niwatakieni heri kwenye shughuli hii ya leo. Asanteni sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi. Tusisahau mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Itakapofika Oktoba tuhakikishe tunakwenda kutiki. Watu tumefanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana. Na moja ya jukumu alilofanya linaungwa mkono na wafanyabiashara wa Kariakoo. Niwahakikishieni serikali yenu ya wilaya ya Ilala chini yangu na serikali ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila, mkoa wetu utaendelea kuwa salama, wilaya yetu ya Ilala itaendelea kuwa salama. Mkuu wetu wa mkoa ameshasema na sisi wasaidizi wake tunaendelea kuwatangazia kwamba wilaya ya Ilala itaendelea kuwa salama kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa serikali. Asanteni sana.